Hii ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 10 za mwezi wa 5 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, serikali ya jimbo yatoa tamko nzito jimboni Kivu ya Kusini, wazalendo washindikiza, lakini shirika la kiraia bado halijakuwa tayari maamuzi ya serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ituri, raia wafurahia hali kwa sasa licha ya Biakato. Mazingira tarehe 9 yalikuwa ni mabaya kuonekana kwa magaidi wa ADF katika hayo maeneo. Sange, baada ya kupoteza magaidi wa M23 waanza kujiondoa Sange, Lemera pamoja na Kasika, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo waliweza kuonyesha nguvu kubwa kuwapiga magaidi wa M23 huko maeneo ya Kasika. Mengi na zaidi, ungana na sisi kupitia Baraka1 TV. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV, ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanarindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile endelea kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, ambako serikali yatoa tamko nzito jimboni Kivu ya Kusini. Wazalendo waisindikiza, ila shirika la kiraia bado halijawa tayari kwa maamuzi ya serikali ya jimboni Kivu ya Kusini. Gavana makamu Jean-Jacques Elakano alipokuwa kwenye msiba wa Kamanda David, mmoja kati ya wazalendo waliopambana vita mbalimbali, ikiwemo pia vita ya Kigurwe, ambako aliweza kupoteza maisha akiwa uwanjani, na hivyo kuweza kuleta heshima kubwa ya taifa. Mwanajeshi anapopoteza maisha kwenye uwanja wa vita inakuwa ni heshima kubwa, na pia inakuwa ni furaha kuliko kuweka huzuni kwa raia ama kwa familia. Lengo la mwanajeshi siku zote ni kupambania taifa, ulinzi wa taifa wa raia pamoja na mali zake, na anapoanguka kwenye uwanja wa vita basi inakuwa ni heshima kubwa. Alitumia nafasi hiyo makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini, Gavana Jean-Jacques Elakano, ambako alitoa pole kwanza kwa familia na pia kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki, na vile serikali ya jimbo iliweza kuchangia mchango kwa ajili ya kuweza kuendesha huo msiba hapo ndani ya jiji la Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Akiwa mbele ya waandishi wa habari, makamu wa jimbo la Kusini Gavana Jean-Jacques Elakano aliweza kutoa matamko ambayo yalikuwa yakisubiriwa na wazalendo kwa muda mrefu, ya kusema kwamba ni marufuku kwanza kwa wafanyakazi wote wa kazi za umma kufanya kazi Uvira na kisha kwenda kulala Burundi, na baadaye pia barabara inayotoka Uvira kwenda Bukavu, barabara nambari 5. Amezungumza hali ya usalama kwa sasa Uvira inaonekana sio nzuri kama ilivyokuwa inatarajiwa. Yote ni kutokana na magaidi wa M23 kutuma wapelelezi wao ndani ya jiji la Uvira. Kwa sasa Uvira hatuwezi kwamba hiko salama, lakini kuna wapelelezi wa M23 ambao wako ndani yake. Kwa maana hiyo tunatoa masaa 28, ikiwa ni siku 2 tu. Yeyote ambaye anajua yuko ndani ya jiji la Uvira anatakiwa aende Bukavu, hakikishe ifike Jumapili, yani leo, au tayari amekwisha kuondoka. Na yeyote ambaye yuko Bukavu anatakiwa kuja Uvira, hakikishe kabla ya Jumatatu, yani kesho, au tayari amekwisha kufika ndani ya jiji la Uvira, maana itapikapo siku ya kesho barabara itakwenda kufungwa na hakutakuwa tena mzunguko wote kutoka Uvira kuelekea jijini Bukavu, kokote ambako kunapatikana magaidi wa M23. Huyu hapa Jean-Jacques Elakano mbele ya waandishi wa habari. Nimekuja kupatia pole hasa ndugu yetu Kamanda Kamama ambaye alipoteza mtu wa karibu, kamanda makamu wake. Ishara ya kwamba serikali yetu ya mkoa iko pamoja nao. Tuliweza kupana michango yetu
ili isaidie angalau kilio ya ndugu yetu iende kwa amani. Na baada ya kilio, sisi kama serikali, kwa kuwa tulipoteza watoto wetu, tuliweza kurefleshire na tukasema tukamate mikakati mbalimbali. Mkikao cha dharura ambao tulifanya, tulikamata mikakati ya kusema, ya kwanza, hatutaki tena usafiri kama vile mlikuwa naona watu wanatoka Uvira, Kiliba, Baraka wanaenda ku maeneo ya adui yetu, na wale ambao wawe kwenye maeneo ya adui yetu wanakuja huku. Tumeona kama hiyo jambo hakiko kwa faida ya serikali. Ndio maana baada ya kikao tumesema ya kwamba njia itafungiwa, cha huku akiende huku na kia kule akikuye huku. Sisi lengo yetu kama serikali ni kwamba vipande vishuke, kesho tuchukue Bukavu. Wale watu hatuna mahusiano nao, ila kutokana na hali ya kibinadamu tumeweza kusema ya kwamba hiyo maamuzi itaanza kutekelezwa a partir ya lundi. Donc kama kuko wetu mwenye alienda kule alikuwa hana habari ama alituma gari yake, tunamwomba arudishe, kwa sababu depasser lundi hatutatolere. Ya pili, kutokana na malalamiko ya raia ambao tuliona kulikuwa sorte ya desordre, aturasire tena population. Wafanyakazi wote wa serikali ya mkoa kuanzia sisi na wachini na wale wa mavitengo mbalimbali vya serikali, ma entreprise wako nafanya asubuhi, wanakuja kwenye kazi hapa Uvira. Unajua mida wanafika juu ya mabusho na embouteillage pale ku frontiere saa 5, ikifika saa 10 wale tena wanaanza kurudia. Raia iliona hiyo kitu kama wale watu wako na kia kupie, wako nakuja kujizolea, wanaenda kula kule. Vipi itakuwaje wewe kiongozi ukose kukaa na kuteseka na raia yako? Ndio maana Mheshimiwa Liwali alinituma na viongozi ambao wako Kinshasa ya kwamba niwaambia kwamba baada ya siku 10 service yetu ya DGM iko instruit, hakuna wa kutoka huku kama kwa mfanyakazi wa serikali uende kule. Tumewaomba wote waje watafute manyumba hapa Uvira, watoto wa Uvira ambao wamebahatika kujenga wakule zile franga za loyer. Tumewaomba kama ni chakula wauzie hapa, kusudi mama mwenye anauzisha msoko apate pato, mama mwana anauzisha fanta na uzisha maji apate pato, yani uchumi ufaidike kwa watoto wa hapa. Na hiyo itafanyika siku zote za kazi, inalomba watu wawe hapa, na wenyewe wanaweza kuruhusiwa kwenda, itakuwa kama wanapata kibali maalum, swat ya wakuu wa kazi, swat ya governor mwenyewe. Na hiyo itaanzia kwetu sisi ambao ni viongozi wa kamati kuu ya usalama mkoani. Na pia alipoulizwa kuhusiana na uhusiano wake kati ya yeye pamoja na kiongozi wake mkuu Jean-Jacques Purusi, Jean-Jacques Elakano alikuwa na haya ya kuzungumza. No, katika jamaa yote ya kukosaki malumbano ile wanasema chungu mbili zinaweza kugongana wala masani, lakini kwangu sio malumbano. Sio malumbano, naweza kukuambia hapa, nimetoka kumtaja gavana, nasema amenituma niwakilishe, tunaongea naye. Watoto wa Uvira wawe kimya, ni kwamba wabunge walifanya kazi yao, na kama walifanya kazi yao tuko nazungumza kusudi tupate mwafaka. Nia yetu ni kwamba tuwe umoja, tuishi kwa amani. Hatuwezi tena kutengana hapa wakati adui iko hapa karibu. Kwa hiyo hilo swala lisiwachanganye, lisiwachukue muda, liko napata mwafaka na liwali, inshallah atarudia hapa karibuni. Tukiwa katika mazingira hayo, wazalendo kupitia msemaji wa kikosi maalum cha wazalendo Bwana James Fyeka Adui
ameweza kutoa shukrani kwa serikali ya jimbo na kukumbusha tu kwamba hayo maamuzi wao wazalendo waliwahi kuyazungumza miezi kadhaa iliyopita, lakini walikuwa wanapuuziwa na serikali, ila kwa sasa wameshukuru kuona maamuzi ambayo walikuwa wanayazungumza yamepewa kipaumbele na serikali ya jimbo. Natumaini watu wote wako salama, na jua ya kwamba ni leo ni tariki 9 ya mwezi wa 5. Leo ni siku ya posho. Tunapenda tu kuleta tangazo na tunapenda tena kushukuru guvernema yetu kwa kutusikia yale ambayo tulikuwa tukiomba, kwa kusikia yale maombi ya sisi wazalendo kusema ya kwamba barabara route numero 5 ni lazima ifungiwe. Hile tunaweza kusema shukrani kwa guvernema yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa wetu Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunashukuru kwa kusikia maombi ya wazalendo, na sisi kama vile wazalendo tulisema ya kwamba hatutamwacha Rais Tshisekedi nyuma, ni lazima tukue naye bega kwa bega. Hiyo hatuwezi saulika kuisema. Sisi kama vile wazalendo wa unité spéciale ambao wanaongozwa naye General Delfe Kalembe Ngoma Nzito, tunashukuru kwa guvernema yetu. Tulilia siku mingi kusema ya kwamba barabara route numero 5 ni lazima ifungiwe kwa ajili kuona ya kwamba enemy angali hapa karibuni mlangoni, na tunajua ya kwamba yale tulikuwa tukihitaji imekubaliwa na guvernema yetu. Na tunaomba sasa watu wote ambao watasikia hii sauti yangu, mimi kama vile mnenaji wenu, kamanda wenu mzalendo James Feka Adui, mara kwa mara tukisema kwamba barabara route numero 5 ifungiwe, na tunajua kwamba hivi sasa muda tu mdogo sana barabara route numero 5 inafungiwa. Ni kuleta tu kuambia watu hivi, raia ya Uvira, ya kwamba yeyote ambaye anajua ya kwamba ana mtu wake ambaye iko Bukavu au iko na vitu vyake vyenye viko Bukavu, muurgence tumempa muda wa siku 2. Ukijua ya kwamba kuna mtu wako ambaye iko Bukavu kwa sasa au iko Sange, tunakuomba ule mtu wako au bile vitu vyako, muurgence tumekupa muda wa siku 2, ni lazima bifike hapa kwetu kwenye kunadhibitiwa na government yetu. Ukichunga barabara route numero 5 ifungiwe, hautapata tena njia ya kupitisha vile vitu au mtu wa kutoka kwenye kuko adui, kwenye kuko enemy. Hiyo ni kweli, hiyo sio uongo, na hii sauti atakayesikia ingine. Route numero 5 kwa muda huu tumekupa siku 2 tu, ukuo shaondoa vitu vyako vyenye viko Bukavu, nafasi zingine plane yote. Ukichunga tu siku 2, yani 2 jours inapita, jua kwamba vile vitu vyako au ule mtu wako mwenye ngali fasi ya plane ya Bukavu hatapita tena. Ni tangazo, ni julisho kuambia raia yetu ya Uvira kwamba barabara route numero 5 nyuma ya siku 2 imefungiwa bila shaka, bila shida yoyote, bila tatizo yoyote, mpaka tukadiria adui, mpaka tuone ya kwamba adui anaondoka, ndio barabara route numero 5 kutoka Bukavu iko libere, mpaka tuhakisha kwamba adui anatoka mpaka Bukavu, ndio tulibere barabara ambayo inatoka Bukavu mpaka Fizi. Hiyo tunaisema bila shaka, bila oga. Naomba raia yetu ya Uvira, naomba raia ya Bukavu, mtu yeyote ambaye anajua kama atatoka Bukavu aje Uvira, tumempa siku 2 tu.
Asante sana, ni wenu General Feka Adui, kama vile mnenaji wa unité spéciale ambayo inaongozwa na General Delfe Kalembe Ngoma Nzito, na kushukuru tena guvernema yetu kwa kazi ambayo au kwa uamuzi iliyotolewa kusema ya kwamba barabara Route Numero 5 ifungiwe. Mungu abariki, na tunaomba watu wote watusikie kwa makini bila malalamiko yoyote. Asante. Yote yakiendelea kujiri, shirika jipya la kiraia linaloongozwa na Bwana Mafikiri Mashimango wameweza kubaki njia panda, huku wasioneshe kukubali ama kukataa maamuzi ya serikali ya jimbo ya kufunga barabara nambari 5 kutoka Uvira kuelekea Sange, Luvungi pamoja na Kamanyola na hata jijini Bukavu. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa mratibu wa shirika hilo la kiraia Bwana Mafikiri Mashimango. Donc il faut quand même préciser kama tunaona tuko na mratibu wa shirika jipya la kiraia hapa na matanga ya Zalendo na neno la na wazo kwamba tulikia d'abord kupana pole kwa shirika jipya la kiraia. Tumepoteza na akupoteza mwali alipotea ndani ni mwali ya kusaidia nchi. Donc tulikia tellement kujicompatir na familia na kuongea na kuwapa nguvu tena wazalendo waliwabikia. Ndio maana tunaweza kuambia kama tumekuja hapa kupana pole na kuangalia na kuongea mengi nini tunaweza fanya dans l'intérêt ya mwenye batu enaliacha ilale seni famille. C'est comme ça que la raison valable tuma tunakoya. Serikali ya jimbo leo imetoa maamuzi mazito ambayo sisi sote tumekuwa mnapigania. Hii barabara ya Uvira na Bukavu ifungwe. Ya kwanza naweza kuambia kwamba kwa shirika jipya la kiraia ni mambo yeniko matata sana. C'est vrai pour des raisons sécuritaires. Siwezi kukonfirme kama leo Mafikiri au shirika la kiraia inakubaliana na maamuzi ya gouvernement provincial kusema kufunga njia ya namba 5. Unajua kwamba Uvira ina dependre na Bukavu, Uvira ina dependre na Plaine, Uvira ina dependre na Burundi, ina dependre na Fizi. Kwa sasa naweza kuambia kama ni swali nguvu sana. Kwa sasa tunaweza ambia raia d'abord ikwe pose na waza kama mwaisa mende tutaitisha reunion kabambi ou different couche zitakuwa pale pour que sisi kama raia Uvira tuamue tujue nini tutafanya. Sisi tunakubaliana kwa sababu ifo kuelewa kwamba maisha mengi ya raia ya Uvira ina dependre na Plaine. Haiko tu kirahisi rahisi na kufuatana vita tuko nafata inakuwa kusema kama kufunga Plaine. C'est une décision d'abord du gouvernement provincial, mais comme mratibu wa shirika jipya la kiraia nakwambia kwamba tunangoya tutaisha kikao cha kabambi na kupitia decision yenye leo serikali provincial inakamata kusema kama kufunga frontiere kwanza ambia watu warudie na 48 na waza ki après kikao tutaamua tutajua nini tutatembea. Niko nasema njia ya Plaine de la Ruzizi, tunaongea njia ya Plaine de la Ruzizi yenye batu ya Uvira ni Plaine de la Ruzizi paka Bukavu banaishi kupitia ile njia na tuko na realite mingi par rapport na vitu. Kwa sasa kama shirika jipya la kiraia ni vigumu sana kuambia kwamba tunapinga decision ya gouvernement provincial au tunaitika na waza ke mwaise mente itite kikao kia kabambi kurke watu tukutanane tuamue tutaweza tembea nini. Na waza partir ya ile kikao ndio tutajua tutambia raia tunatembea, kwa sababu nakwambia kwamba kufunga osi kufunga Plaine de la Ruzizi haiko ni chose facile parce que maisha watu bingi osi ya Uvira na dependre ile njia. Serikali imesema tunaendinga mwisho. Mtakaa lini na raia ili mchukue maamuzi kabisa? Na waza kwamba itafika siku ya 3 siku ya 4 tutakuwa na kikao. Unaona mambo aussi des réseaux sécuritaires, unajua ali tuko napita ndani haiko kibito kimbiana hemo. Ni mambo wameamua na waza kwamba inatuoblige sisi kama raia kuikala sana makushi tofauti pour que tuamue tutatembea nini sisi kama raia. Ilifo kuelewa kama tuko shirika la kiraia. Haiko mambo yote yenye serikali anaamua yenye raia anaweza pigia makofi. Ni mambo sasa si raia kuikala na tujue nini tutaweza fanya effectivement kufatana na ile decision ya gouvernement provincial kusema kwamba il faut bafunge njia Plaine de la Ruzizi pour des raisons sécuritaires, mais na waza kama kikao tutajua nini ya kusema après. Na peut-être précision na saliwa seulement decision ya kabambi ene mara mingi raia yote ya Uvira raia Sud Kivu ilikuwa lamika ni kupinga batumishi ya serikali kwenda Bujumbura. Na waza tulamika sana na pour la première fois tunafurahi gouvernement provincial kamata decision mzuri ya kukataza gouvernement donc ba autorité provinciale na wengine kwa navuka kwenda la Bujumbura
itatupa mena nguvu zaidi, parce que comme des jeunes natoka na waza kila raia atakuwa polisi, ule kiongozi takuwa naona anza ndani la Burundi na waza ke tutajua tutafanya nini kwa juu ya ile decision walikamata ikuwe effective. Hapana hii sorte ya plaisanterie pandaki wako wanaendelea kupie watu humu, banabeba mali, banaibeba Bujumbura, banaishi Burundi mzuri, alors que ile pesa wako namaliza Burundi inaweza kuendelesha maendeleo ya Uvira. Na kushukuru zaidi. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira ambako gavana msaidizi Elakano ameweza kutoa matamshi makali kweli kweli na pia yenye kuleta matumaini kwa raia ndani ya jiji la Uvira na jimboni Kivu ya Kusini. Tuingie mkoani Ituri ambako raia wafurahia hali ya mkoa licha ya maeneo kadha kama Biakato uwepo wa magaidi wa ADF ukionekana, huku raia wakihitaji msaada zaidi kutoka serikali kuu. Luboya Kasha Majoni, msimamizi na gavana wa jimboni Ituri, ameonekana akifanya mzunguko maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huo, huku akiwa na mamia ya walinzi. Lengo la mzunguko huo ni kuweza kuwashiriki raia wanaopatikana katika maeneo mbalimbali, kuzungumza nao na pia kusikiliza mitazamo yao kulingana na hali ambayo iko inaendelea ndani ya mkoa wa Ituri. Licha ya tarafa ya Mambasa pamoja na tarafa ya Njugu kuwa ni moja kati ya tarafa mbili mikoani humo zenye kuwa na matatizo makubwa ya magaidi wa ADF MTN. Biso pe touta kotambola na diango na gouverneur na équipe mobimba tala biso toanso na population na biso sepeli nano chef tosepeli mpo na visite na bino eza grâce monene ntango ozomona mokonzi azotambola na kati ya bana boye ezopesanga personnellement esengo omoni bapusiere oyo tozalaki nango ya chef me lelo nazotambola na goudron depuis nabotamo nzambe napesi lungunya mingi na chef na ngai personnellement te Ituri mobimba soki tokosoutenir vision wana nayebi ata na diango goudron ekokoma. Ata na diango ekokoma. Voilà, merci beaucoup. Merci chef na ngai. C'est le souhait de tout le monde. Donc Roméo, Alsa Dissane, Kungulu, Thomas Lubango, est-ce que vous pouvez faire là où vous êtes, vous pouvez faire comme nous? Match c'est Silaki Kala. Demandez pardon, revenez et construisez le tour. Vous ne pouvez pas faire comme nous. Dans le gouverner à votre temps. Namakolo. De là où vous êtes, Zangoti na grand marché. Vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez faire comme nous? Vous ne pouvez pas. Donc demandez pardon, revenez. Match c'est Silaki déjà Kala. C'est Silaki Kala. Merci. Bamemiso na un Iturien mwana mboka. Est-ce que bakokome mayo pe boye place yo zali? Kuna za étranger. Ah, Otiki mboka na yo. Okimi. Est-ce que kuna esika yo zali bakoki pe komema yo na moto boye? Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Sala. Bon, moni biso toto tambola. Est-ce que kuna bozali bokosala lokola biso? Basala ndenge lokola biso tozosala.
Unasikiliza Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 10 mwezi ni wa 5 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Matangazo yetu yanafuata kutoka Australia, kutoka Europe, Canada, Central pamoja na East Africa, USA pia na Ejide Kizenga Tembele, Kingsele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Arwe na Kisi Kandeke, Asimbwe Baguma Samuel, Lisien, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV ya Haya Hussein kutoka Dar es Salaam, Jacques Baguma kutoka Uganda. Na baada ya taarifa hizo kutoka Ituri pamoja na Uvira, tuingie pia jimboni Kivu ya Kusini ambako baada ya kupoteza sana M23 waanza kuondoka maeneo ya Sange, Lemera, Bijombo na maeneo mbalimbali ikiwemo pia Kasika ambako mapigano yaliripotiwa hiyo tarehe 9 kuanzia asubuhi mpaka jioni, ambako magaidi wa M23 wameendelea kula chuma kutoka kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi kutoka maeneo ya Lemera wametoa shukrani zao na furaha tele, huku wakizungumzia hali ambayo inaendelea ndani ya kitongoji cha Lemera kwa sasa. Tokea hiyo tarehe 8 kuamkia tarehe 9 na kuja leo tarehe 10, magaidi wa M23 wameonekana kufungasha virago vyao maeneo ya Sange, huku wakiondoka baada ya mara kwa mara kupata hasara kubwa kwenye uwanja wa mapigano. Taarifa zinasema Sange, Lemera kwa sasa magaidi wa M23 wameonekana kulolongosha mambo yao na kuondoka hivyo kuelekea maeneo ambako wanapatikana kwa wingi huko Bukavu pamoja na maeneo ya Kamanyola. Lengo lilikuwa tu ni kuweza kufuata kanuni na taratibu na mikakati ambayo diplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kufanya mara kwa mara ili kuweza kuwatia pressure magaidi wa M23 kuiacha ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya DRC imejikita sana kwa upande wa kidiplomasia, huku tamko mbalimbali za mashirika ya kidunia ikitaka jeshi la Rwanda kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutana majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.